Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Karibu katika matukio haswa kwa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan wakati alikuwa katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga mkoani Tanga, wakati alienda kufungua mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makomanda, kuna habari ambayo aliweza kuiwasilisha kuelekea kikundi cha kijeshi nchini Tanzania. Naomba tumtegee Samia Suluhu Hassan vile anatoa onyo kwa jeshi nchini Tanzania, kwa sababu matamshi hayo ndiyo yanaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumza katika kanda hii na kufanya uchanganuzi kwa kina ili kuelewa mbona akayasema haya. Tumsikize Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo siasa na chombo hiki ni tofauti. Wito wangu kwenu, msikubali jeshi letu kuchafuka. Hatupaswi kumwacha au kumlinda mtu yoyote mwenye cheo kikubwa au kidogo kugeuza taasisi yetu ya ulinzi kuwa chombo cha mashinikizo ya kisiasa. Chombo hichi tofauti na siasa. Hiki chombo, iwe kuna CCM kwenye serikali, kuwe kuna Chadema, kuwe kuna chama gani, hiki chombo kipo tu kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wa nchi hii. Sauti hiyo ni ya Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais nchini Tanzania. Ameweza kutoa onyo kwa jeshi kwamba msikubali kuchafua kikundi cha jeshi na kuwaonya kwamba jeshi wasije wakakubali kugeuza jeshi kuwa chombo cha kisiasa. Iwe CCM ipo mamlakani, iwe Chadema ipo mamlakani, ama chama chochote cha kisiasa, msikubali kutumika kisiasa, na akawaomba waweze kujitenga na siasa. Hii ni baada ya vijana wa Gen Z na baadhi ya Watanzania kuomba jeshi kuchukua serikali wakati mambo yalikuwa yameharibika nchini Tanzania. Akatoa onyo kwa jeshi kwamba wasijaribu kutumika kisiasa kumuondoa mamlakani vile ilikwisha pitishwa na vijana wa Gen Z wakati walikuwa wanasema jeshi chukueni nchi, wakati maandamano yaliweza kutanda nchini Tanzania. Naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mkanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Ikumbuke kwamba wakati wa maandamano ya tarehe 29 Oktoba 30 na 31, wakati maandamano yalitanda katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania, iwe Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma, Mbeya na miji mingine nchini Tanzania, waandamanaji walipendekeza zaidi jeshi kuchukua mamlaka kwa kile kilichoshuhudiwa kwamba ni uchafuzi mkubwa nchini Tanzania. Ndio maana Samia anaonekana kuogopa, na wakati alikuwa anazungumzia jeshi katika shule ya kijeshi aliweza kuwaomba wasije wakatumika kisiasa, ila tu kulinda Watanzania wote kwa ujumla. Kwa nini alikuwa anazungumza haya? Number 1 ni kuhofia kung'olewa mamlakani. Hamuna yeyote ambaye atachukua nchi wakati rais yeyote amepatikana kwa kosa fulani, kwa sababu tumeshuhudia mataifa mengi, baadhi ya marais wakiondolewa jeshi kuchukua nchi. Sasa akaona ni vema kuwatangazia na mapema kwamba wasije wakakubali kutumika kisiasa, wasije wakakubali kutumika na vijana wa Gen Z,
wasije wakakubali na baadhi ya viongozi wa mrengo upinzani kwamba wanastahili kuchukua nchi badala yao, kuhakikisha ya kwamba kuna ulinzi mkali kwa taifa la Tanzania. Kwa hivyo ni kuhofia kwamba jeshi lingemuondoa mamlakani, wakati waliambiwa ya kwamba imefika wakati wa jeshi kuchukua nchi. Number 2, to be protected politically. Tumeshuhudia baadhi ya viongozi katika mrengo upinzani wakikemea uongozi, wengi wakisema hawatambui yeye rais. In order to be protected politically, lazima angewaomba jeshi kumlinda dhidi ya maadui wa kisiasa. John Heche ambaye ni mwenyekiti msaidizi haswa katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania aliweza kupendekeza kwamba imefika wakati uchaguzi mpya unastahili kuandaliwa nchini Tanzania. Wakasema hawatambui uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Wakasema hawatambui wabunge. Wakasema hawatambui madiwani. Kwa hivyo wakati alikuwa anazungumza hivyo, ni ishara tosha kwamba wale ambao wamekuwa wakipendekeza maovu dhidi yake wanastahili kunyamazishwa, liwe liwalo, liwalo na liwe, kwa sababu yule ambaye amekalia kiti cha Ikulu cha enzi sio mwingine ila tu ni yeye mwenyewe Samia Suluhu Hassan, ili aweze kukabidhiwa ulinzi wa kutosha ili kuhakikisha anaendesha shughuli zote za serikali kwa miaka 5 ijayo. Ndio maana alikuwa anawaambia jeshi wasije wakatumika kisiasa, wasije wakajiingiza katika siasa, kwa sababu siasa ni za wanasiasa wala sio kwa jeshi. Jeshi kazi yao ni tofauti ikilinganishwa na ile ya wanasiasa. Kufikia sasa tumeshuhudia vijana wa Gen Z wakiendelea kupendekeza mabadiliko makubwa nchini Tanzania kwa sababu wanataka katiba mpya iweze kupitishwa. Wanataka tume huru ya uchaguzi iweze kuteuliwa. Wanataka serikali ya mpito iweze kuwa in place ili kuruhusu uchaguzi mpya kuandaliwa. Wanataka haki kutendeka kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao wakati wa maandamano. Wanataka uwazi uonekane kwa jambo lolote lile ambalo linaendelea. Wanataka maendeleo yaweze kufanyika sehemu zote nchini Tanzania. Wanataka ufisadi uweze kukomeshwa ili kuendesha taifa la Tanzania kwa njia ambayo inawafaa wa Tanzania na kila mmoja ambaye anaishi Tanganyika na Zanzibar. What do you think? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa nchini Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But I have only one request. If you are watching but you have not subscribed to our YouTube channel, please consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember always to share our content to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way, please, we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.